kwamba leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026 Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ambaye anashtakiwa na kwa kosa la uhaini. Katika kesi hiyo leo upande wa jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili, shahidi mmoja ambaye analindwa na shahidi mwingine ambaye alindwi. Shahidi yule ambaye alindwa ni askari ambaye ametoka Arusha, ambaye anasema kwamba yeye alifanya kazi ya kuweza kuwashika watu ambao walikuwa wakipanga njama za kufanya vurugu kwa sababu na kupanga kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 kutokana na kauli ambazo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alizitoa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na hiyo ni kwamba hizo hatua zilichukuliwa kana kwamba ni siku hiyo tarehe 3 hiyo tayari baada ya tu kauli za Lissu kuwa zimetoka siku hiyo, hawa polisi kule Arusha tayari wakawa wameshaingia katika hatua za angehange na kuanza kushika watu, na mwisho wa siku mwenyekiti Lissu ameweza kumhoji kwa kina maswali ya kumdodosa na kwa sehemu kubwa huyo askari anatoa ushahidi ambao unapingana na kila alichokiandika katika tamko lake au katika maelezo yake pale polisi. Ameweza kuonyesha kwamba kinyume cha sheria askari huyu aliandika maelezo yake mwenyewe na wakati atakiwa akajionya mwenyewe na vile vile akajithibitishia yeye mwenyewe, kitu ambacho ni kinyume cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai na vile vile ile kanuni za kipolisi PGO ambazo zinataka kwamba polisi wafanye kazi zao kwa weledi. Hali kadhalika mwenyekiti Lissu ameweza kumuuliza askari aeleze kwamba kama kusema kwamba tutapinga uchaguzi kufanyika, tutazuia uchaguzi usifanyike ili kufanyike mabadiliko ya katiba na ya kisheria ili kuwe na uchaguzi huru na haki, kama ni kosa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Polisi yule ameshia kusema kwamba hajui. Ilikuwa inasikitisha kwamba wakati mwingine nikana kwamba kwa hiyo sasa ni masuala ambayo sisi kama yanasikitisha. Mtu ambaye unakaa mahakamani unasikiliza hii kesi unaanza kulilia nchi yako na kusema kwamba je, tunazingatia ibara ya 27 ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inataka kwamba sisi kila mmoja wetu akisema kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika vizuri, au kuleta mashahidi wa namna hii ni matumizi mabaya ya rasilimali. Shahidi wa pili alikuwa ni yule ambaye amelindwa, baada ya kijana ambaye anasema kwamba ni miongoni mwa wale vijana wawili ambao walishikwa, ndio dereva wa bodaboda ambao walishikwa kule kwa Mrombo eneo la kule Arusha. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba maelezo yao ambayo aliyatoa kule polisi na yale ambayo ameyatoa hivi leo yanakinzana kwa kiwango kikubwa sana.